misikiti ya dhirar. Wako ambao wameathiriwa kisaikolojia kupitia katika misikiti ya dhirar. Nilikupigia mfano, mimi nimeingia katika msikiti, alhamdulillah, sikwenda kusalisha swala ya jamaa kama zinavyoitwa swala zenyewe, wala sikwenda kutoa darasa katika msikiti huu. Hapana, mimi nimeingia ndani ya msikiti kwa taufiki ya Allah kuswali swala ya faradhi ambayo Allah amenifaradhisha kama mja wake, nitekeleze wajibu wangu. Tena ndugu zangu walikuwa wameshatangulia kusali, wanaingia mmoja mmoja kwa wale ambao hawakuidiriki swala hiyo kwa pamoja. Mimi nikaingia nikatafuta sehemu kwa ajili ya kuswali. Lakini baada ya kutoka tu, hawa almunafiqun ambao ndio wanasema hawawezi kukuacha wewe ukabakia salama, isipokuwa shari zao ni kubwa, utapata madhara. Nyuma yalifuata maneno ya kwamba mimi kwa nini nimekwenda kusalia katika msikiti huo. Kwa ningekuwa na udhaifu wa imani, ningesema pengine mimi sio Muislamu. Lakini nafahamu, alhamdulillah, Allah amenifahamisha, na alhamdulillah Allah ananijalia kupitia kitabu chake kila siku japo aya moja. Kwa hiyo hainipi tabu wala hainipi shida, maadamu moyo wangu najitahidi kuelekeza kwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo Allah ananifahamisha fitina hizi. Siwezi kujibu swali kijinga ya kwamba yafaa mtu ambaye anajihisi kwamba atachukua tahadhari na akaikwepa misikiti. Kauli ni la takum fihi abada, usiswali katika msikiti huu kabisa. Na sisi tuambiwa msiswali katika misikiti hiyo kabisa. Lakini kama ni Muislamu, katazo kwa Muislamu sijaliona, ila ukitoka kwenye daraja ya Uislamu, yani umesilimu au ni Muislamu, umezaliwa katika Uislamu, baada ya Allah azza wa jalla akakutoa kwenye wito wa Uislamu ukaingia kwenye wito wa waumini, ya ayyuhalladhina amanu, wakawa na imani, upasi kusali katika misikiti hii. Na ni lazima Muislamu atambue kwamba madhara yaliyotajwa katika misikiti hii ni madhara ambayo yanaweza kumsababisha Muislamu akaiacha imani yake, kwa maana fitina ni kubwa kuliko ambavyo unaweza ukatumia akili yako kuipima. Itafutwe misikiti ambayo ni misikiti ya waumini, imeasisiwa katika takwa, kama tulivyoona katika aya ile ya surati Tauba, aya nambari 107, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alielezea vizuri, walladhina takhadhu masjidan dhirara, wale ambao walijenga msikiti wa madhara. Watu walikusudia kumdhuru Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alifahamishwa. Kisi leo hii huenda Allah akakufahamisha kupitia aya hii na ukajiepusha. Usifikirie Jibril alayhi salatu wasalam atakuja kama alivyokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kukukataza usijihusishe au usiswali katika misikiti ya madhara ambayo mengi tunaifahamu. Sio hikma kuitaja, mambo huwa yanabadilika. Kwa hiyo msikiti huu ndio ukawa na sifa nyingine wa kufran, kama tulivyoelezea dawa zenyewe za ukafiri wa tafrikan baina almu'minin. Msikiti unawagawa waumini, kuna mambo ya ajabu yanafanyika ndani ya msikiti, na Waislamu wanaendelea kugawanyika. Wanaonekana hawa si wako hivi, hawa wako vile. Mambo ni mingi sana. Wakati ule wa mwaka 2013-14 kulitokea na fitina kubwa ya misikiti hii ikajidhihirisha kupitia viongozi wake. Kulikuwa na vitu ambavyo havikufahamika vizuri kwa wazi, ambavyo
vilitokea katika nchi. Kwa hiyo dola ikaamua kutafuta uhalisia ni kina nani wanahusika na baadhi ya matukio au jambo lenyewe limekaaje. Sasa kwa haraka na kusikitika ni kwamba misikiti hii ilihusika kusema uongo na kuleta madhara kwa Waislamu. Wapo baadhi ya ndugu ambao walikuwa wakiingia kwenye misikiti hiyo wakiswali kama alivyouliza ndugu yetu na wanatoka, lakini kwa hali ile ya kutokujihusisha na chochote katika msikiti, sio kushika makapu ya sadaka wala kuonekana uko mbele ukibadilisha kalenda za misikiti za hijiria, hata kusafisha hata michango. Kwa kuwa umeingia na kutoka, basi uongozi wa msikiti ulisema hawa ndio wale subhana malikil qudus. Kwa hiyo wapo ambao wamepoteza uhai wao, wapo ambao hawajulikani walipo, ila Allah azza wa jalla anajua wako wapi waja wake hao. Kwa hiyo ni kujiepusha na kujiweka mbali. La takum fihi abada, usiingie katika msikiti huo, usiingie kabisa, tena hasa katika maeneo ambayo wewe umezaliwa, unafahamika na viongozi wa misikiti wanakufahamu. Hii ndio hatari zaidi kuliko sehemu ambayo hawakufahamu. Maana yake utaonekana ni mpita njia, utajiswalia zako, ibada yako, utaondoka na hakuna mtu atakayekuuliza. Lakini kwenye misikiti hii ambayo watu wanakufahamu, madhara yalikuwa makubwa sana. Hata ukiangalia msikiti huu ambao ni Masjid Dhirara